Naam, ni matumaini yangu kwamba unaendelea vyema mpenzi mtazamaji, na hujambo na karibu tuweze kuchambua taarifa zetu ndani ya Bambika Media 254 hii. Mtazamaji, kwa mara ya kwanza rais wa taifa la Kenya, namzungumzia William Samoei Ruto, ameweza kujitokeza na kuwa rais wa kwanza kuweza kumpongeza rais wa taifa la Tanzania, namzungumzia Samia Suluhu, baada ya kuweza kupigiwa kura na kuteuliwa tena kama rais wa taifa hilo kwa mara nyingine. Lakini kwenye mitandao ya kijamii wengi wa Kenya wameweza kutoa maoni yao, na pia wa Tanzania pia imeweza kujitokeza na kuweza kuzungumzia kongole ya Rais William Ruto ambayo imeweza kutolewa kuweza kumpongeza Samia Suluhu Hassan, ambapo Ruto ameweza kumpongeza Suluhu Hassan kwa kuweza kuteuliwa kama rais wa taifa la Tanzania. Lakini wengi wa Kenya wameendelea kumkosoa Rais William Ruto wakisema kwamba inakuwaje Ruto anampongeza Samia wakati ambapo machafuko yanaendelea kushuhudiwa kule Tanzania. Hata hivyo wengi wa Kenya wanasema kwamba kama kiongozi wa taifa lazima uweze kufanya hivyo, kwani lazima uweze kupongeza viongozi wa mataifa mengine, ambapo sasa wengi wa Kenya na pia wa Tanzania wanaendelea kutoa maoni yao kuhusiana na hatua ya Rais William Ruto ya kuweza kujitokeza na kuweza kumpongeza rais wa Tanzania Samia Suluhu. Haya yanajiri wakati ambapo sasa vitengo vya usalama huko Tanzania vimesema kwamba sasa raia wa nchi za kigeni wameweza kutumwa Tanzania kuweza kuzua furugu na kusababisha machafuko, ambapo baadhi ya viongozi kule maeneo ya Tanzania wanasema kwamba machafuko ambayo yanaendelea kushuhudiwa kule maeneo ni kwamba yameweza kutokana na raia wa kigeni kuweza kuvamia nchi ya Tanzania. Je, ni ukweli ama ni uongo? Hebu tuweze kutazama video hii na maoni yako ni yapi kuhusiana na hatua ya Rais William Ruto. Jeshi la Polisi Tanzania limepata taarifa za watu ambao sio raia wa Tanzania kuwa wameingia nchini kwa njia zisizo rasmi kwa nia ya kufanya uhalifu ikiwepo vurugu. Watu hao wanajifanya kuwa wanafanya shughuli mbalimbali ikiwepo bodaboda. Taarifa zinasema watu hao wapo katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Songwe na mikoa mingineyo. Wakati jeshi la polisi linaendelea kuwafuatilia ili kuwachukulia hatua kali kwa mujibu wa sheria, mwananchi yoyote ambaye amempangisha au anaishi na raia yoyote wa kigeni asiyefahamika na anafanya shughuli gani na mienendo yake ni ya kutia mashaka, atoe taarifa haraka sana kwa viongozi wa serikali za mitaa, wakuu wa vituo vya polisi, wakuu wa polisi wa wilaya, makamanda wa polisi mikoa, au atoe taarifa kwa kupiga simu kupitia namba 0699 998899. Asipotoa taarifa na watu hao wakikutwa nyumbani kwake au kwenye biashara yake, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Jeshi la polisi linaendelea kuhakikishia wananchi kuwa kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa salama na lenye amani.